Mtafsiri wetu kwa lugha ishara nipo naye Byron Abuli. Jopo la wataalam walioteuliwa na Rais kuwafidia waathiriwa wa ukiukaji wa haki za kibinadamu limesema zaidi ya shilingi milioni 896 kufikia sasa zimetolewa kwa waathiriwa na familia zilizoathirika kote nchini. Kwenye taarifa, mwenyekiti wa jopo hilo Profesa Makau Mutua alithibitisha kuwa jumla ya madai 680 halali yametayarishwa na kushughulikiwa kikamilifu na fedha zimetolewa kwa awamu 3. Madai mengine 472 yangali hayajashughulikiwa kutokana na hatua ya kutowasilisha kikamilifu stakabadhi zinazohitajika. Katika taarifa yake ya hivi punde kuhusu kufidiwa kwa waathiriwa wa kiukaji wa haki za kibinadamu, wakiwemo wale walioathirika na maandamano ya hivi majuzi, jopo la wataalam linalosimamia mchakato huo limesema fedha hizo zimetolewa kwa awamu 3. Katika awamu ya kwanza, jumla ya shilingi milioni 448.7 zilitolewa, huku shilingi milioni 225.4 na milioni 247.95 zikitolewa kwa awamu ya pili na 3 mtawalia, na kufikisha jumla ya fedha zilizotolewa kuwa shilingi milioni 896.1. Kati ya madai 680 yaliyohakikiwa, kulikuwepo na ukiukaji uliosababisha maafa, majeraha mabaya na madogo, unyanyasaji wa kimapenzi na ukadiriaji wa hasara ya kiuchumi zilizowakabili wananchi. 8 kati ya waathiriwa 9 waliowasilisha madai chini ya mwongozo wa makosa ya dhulma za kimapenzi wamefidiwa, huku mmoja akisubiri kushughulikiwa. Ni madai 4 pekee kati ya 600 chini ya mwongozo wa ukadiriaji wa hasara ya kiuchumi yaliyofidiwa, huku mengine bado yakisubiri kuhakikiwa. Maafisa wa polisi waliokumbana na visa vya ukiukaji wa haki zao wakiwa kazini pia walijumuishwa kwenye orodha ya kufidiwa, huku jopo hilo likiidhinisha madai 49 na kufikisha jumla ya shilingi milioni 25.75 zilizotolewa kwa waathiriwa. Licha ya hatua zilizopigwa, hata hivyo, madai 472 yaliyowasilishwa kupitia halmashauri ya kutathmini utendakazi wa polisi IPOA na tume ya kitaifa ya kutetea haki za kibinadamu KNCHR bado hayajashughulikiwa kutokana na kutowasilishwa kikamilifu kwa stakabadhi zinazohitajika. Jopo hilo limesema linashirikiana na afisi za kimaeneo kutambua familia zilizoathirika na wanaotarajiwa kunufaika, kukusanya hati zinazostahili zitakazofanikisha kufidiwa na kushughulikiwa kwa waathiriwa kwa wakati ufao. Madai yaliyowasilishwa chini ya mwongozo wa utekaji nyara yangali yanazingatiwa upya, huku jopo hilo likisema yana utata na yanahitaji uchunguzi wa kina na kuhakikiwa kikamilifu. Jopo hilo pia limefichua kuwa waathiriwa waliopata majeraha mabaya watapendekeza waweze kujumuishwa kwenye bima ya afya ya serikali. Majina ya walionufaika yatachapishwa kwenye gazeti rasmi la serikali kuambatana na kanuni za utunzi wa data. Kamchemenza, Dira ya Magwiji.